بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد يكم احمدي الله سبحانه وتعالى لكم تكيا سالنا أمان متمويت محمد صلى الله عليه وسلم. بعد tuko katika miezi mitukufu, miezi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametutaka tusidhulumu nafsi zetu, na miezi hii mitukufu miezi mitatu ambayo inafatana, yani mwezi wa Dhulqaada, Dhulhijja na Muharram. Ndani ya mwezi wa Dhulhijja kunayo masiku 10 ya mwanzo ndani ya mwezi huo, masiku ambayo ni bora katika masiku ya dunia, na ibada na matendo yanayopatikana ndani ya masiku hayo ni bora kuliko masiku mengine, kama ilivyokuja katika hadithi Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Lakini katika masiku 10 ya Dhulhijja tunapata siku ya 9, siku ya Arafa, siku ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuambia yukaffiru sanata almadhiya walbaqiya, mwenye kufunga katika siku hiyo Allah subhanahu wa ta'ala umfutia madhambi yake ya mwaka uliopita na mwaka ujao. Hii ni miongoni mwa ubora na fadhila za saum siku ya Arafa, ambayo inakuwa ni siku ya 9 katika mwezi wa Dhulhijja. Lakini baada ya hapo tunapata siku ya 10 yaumun nahar, ni siku ya kuchinja, ikiambatana na masiku matatu baada ya siku ya Eid ambayo yanaitwa ayyamut tashriq, masiku ya kubanika nyama. Kwa hiyo miongoni mwa ibada zinazopatikana ni ibada ya kuchinja katika masiku hayo 10 na katika masiku ya ayyamut tashriq. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuwekea utaratibu katika vile ambavyo tunatakiwa kuvichinja, muda gani tunatakiwa kuchinja, na je wakati gani inakuwa ni mwisho wa kuchinja. Mtume sallallahu alayhi wasallam kama ilivyokuja katika hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man kana lahu sa'atun wa lam yudhih fala yaqrabanna musallana. Jambo la kwanza kwa yule ambaye ana uwezo wa kuchinja akawa hajachinja, basi asiukaribie msalla wetu. Na msalla maksudio ni ile sehemu ambayo watu watakusanyika kufanya sala au kusali sala ya Eid al-Adha, ndio maksudio ya musalla. Kwa hiyo yule ambaye ana uwezo wa kuchinja na akawa hajachinja, basi asiukaribie msalla wetu. Hadithi ameipokea Imam Ahmad na Ibn Majah. Kwa hiyo uchinjaji inakuwa kwa yule mwenye uwezo ni wajibu kwake, na hii ni madhhabu Imam Malik na Abu Hanifa na Imam Ahmad. Katika mapokezi wote wanaona kwa yule mwenye uwezo ni wajibu kwake kuchinja. Kwa wale ambao hawatakuwa katika haji, wale ambao wamebaki wana uwezo wa kuchinja, kwao ni wajibu. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuelekeza hiyo mida ya kuchinja, kama ilivyokuja katika hadithi ya Jundub bin Sufyan, amesema shahidtul adha ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, nilishuhudia Eid al-Adha pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Falamma qada salatahu binnas, pindi alipomaliza sala yake kuwasalisha watu, nadhara ila ghanamin qad dhubihat, akatizama mnyama, yani mbuzi au kondoo ambaye ameshachinjwa. Faqala man dhabaha qabla as-salah, yule ambaye atachinja kabla ya sala, falyadhbah shatan makanaha, basi achinje mbuzi badala yake, achinje mbuzi badala yake, maana baada ya sala. Waman lam yakun dhabaha falyadhbah ala ismillahi, hadithi muttafaqun alayhi. Na yule ambaye atakuwa hajachinja, basi akichinja ataje jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi imepokea Imam Bukhari na Muslim. Miongoni mwa faida katika hii hadithi
Faida ya kwanza ni muda wa kuchinja. Aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man dhabaha qabla as-salah falyadhbah shata makana, yule ambaye atachinja kabla ya sala basi achinje mbuzi badala yake. Kwa hiyo muda wa kuchinja inatakiwa iwe ni kabla, iwe baada sala, yani salatul Eid. Na jambo la pili, yule ambaye anachinja anatakiwa achinje kwa kutaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa ni taqarruban ila Allah azza wa jalla, ikiwa ni kujikurubisha kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam kama jaa an Anas bin Malik أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما، حديث متفق عليه. أيضا حديث nyingine kutoka kwa Anas radhiya Allah juu yake amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akichinja kondoo wawili walionenepa wenye mapembe, na katika kuchinja kwake Mtume sallallahu alayhi wasallam anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, au anataja jina la Allah subhanahu wa ta'ala, na anatoa takbir, na anaweka mguu wake juu ya ubavu wa kichinjwa chake. Alikuwa akiweka mguu wake Mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya ubavu wa kichinjwa chake. Hadithi muttafaqun alayhi, na riwaya Imam Muslim, wa yaqulu bismillahi Allahu akbar, anasema bismillahi Allahu akbar, ndo maana ya wa yusammi wa yukabbir, yani no yaqulu bismillahi Allahu akbar. Pia Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuelezea sifa za hao wanyama ambao wanatakiwa kuchinjwa, kama jaa an al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu qala قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الضحايا. الاسمام Mtume صلى الله عليه وسلم kwetu na akasema wanne hawatakiwi, yani wanyama wa sampuli nne hawatakiwi katika udhiya. Akawataja mnyama wa kwanza mwenye kasoro, al-awra'u albayinu awruha, ni yule mbaye ni chongo na ile chongo yake iko wazi, iko dhahir. Mnyama mwenye chongo na chongo yake iko wazi. Walmaridatu albayinu maraduha, na yule mnyama ambaye ni mgonjwa na uko wazi ugonjwa wake. Walarja albayinu dhal'uha, na yule ambaye ni kirema, na mnyama ambaye ana sifa ya urema na uko bayan, uko dhahiri ule wake. Walkasiru allati la tunqi, na yule mnyama ambaye ameshakuwa mkubwa, mnyama ambaye amezeeka na hana mafuta katika mifupa yake, na yule mnyama ambaye amezeeka hana mafuta katika mifupa yake. Hawa ni wanyama ambao, au ni sifa za wanyama ambao hataki kuchinjwa. Kwa hiyo sifa ya kwanza, mnyama hataki kuwa na chongo ambalo liko wazi. Pia hataki kuwa na sifa ya ugonjwa ambao uko wazi, uko dhahir, na hataki kuwa ni kilema ambaye ukilema wake uko wazi. Pia hataki kuwa mkubwa, mnyama aliyezeeka sana mpaka hana mafuta katika mifupa yake. Hawa wanyama wa aina hii hawatakiwi. Kwa maana katika masharti mtu anatakiwa akitaka kuchinja, mathalan akichinja ngamia awe anaanzia miaka 2. Kama ni ng'ombe pia awe na miaka 2. Mbuzi wa mwaka 1, ama kondoo kuanzia miezi 6. Ngamia miaka 2, kondoo miezi 6, mbuzi mwaka 1 na ng'ombe miaka 2. Lakini akina nani ambao wanatakiwa kupata hizo nyama? Baada ya kuwa umechinja unatakiwa uzigawe hizo nyama na ule katika nyama hiyo, kama jaa an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an nastashriba al-aynayn, au hadithi Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu aliposema amarani النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها
على المساكين ولا أعطي في جزارتها منها شيئا. حديث علي بن أبي طالب anasema amarani nabii sallallahu alayhi wasallam, aliniamuru mtume sallallahu alayhi wasallam an aquma ala budnihi, nisimamie ngamia wake, wa an aqsima luhumaha, na nigawe nyama yake, wajuludaha, na ngozi yake, wajilalaha, na utumbo wake, ala almasakin, kwa maskini, wala u'tiya fi jizaratiha, wala nisimpe mchinjaji minha shay'a, kutoka katika ngamia huyo chochote, yani asimpe malipo yule mchinjaji katika hicho kichinjwa, sija akachukua katika kile kichinjwa yule mchinjaji kama sadaqa. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia, walbunina ja'alnaha lakum min sha'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alayha sawaf فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم tashkurun. Hadithi ya Ali ibn Abi Talib imeelekeza kwamba wanaotakiwa kupewa wawe ni maskini. Allah subhanahu wa ta'ala amesema fa idha wajabat junubuha, na pindi watakapokuwa wamedondokea mbavu zao mnapowachinja, fakulu minha, uleni katika hivyo vichinjwa, wa at'imul qani'a wal mu'tar, na wapatieni wale wahitaji waliokuwa wawaz au wale ambao hawaombi na wale ambao wanaomba, kama jaa inda Ikrima wa Qatada qala alqani aljalisu fi baytihi almutaaffif yaqna bima yu'ti au bima yu'ta. Alqani ni yule ambaye anakaa nyumbani, amekaa katika nyumba yake, anajizuia na kuomba na anatosheka na kile ambacho anapewa. Kwa hiyo kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa at'imul qani'a, na wapeni wale ambao wamekaa majumbani wamejizuia na kuomba na wanatosheka kwa kile ambacho mnawapa. Walmu'tar alladhi yus'al, almu'tar ni yule ambaye anaomba, almu'tar ni yule ambaye anaomba, na Allah akasema hakika la yanala Allah luhumuha wala dima'uha, ayamfikie Allah subhanahu wa ta'ala hizo nyama mnazozichinja wala damu yake, walakin yanaluhu taqwa minkum, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kinachomfikia ni ule kumcha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Hicho ndio kitu pekee Allah subhanahu wa ta'ala kinamfikia. Kwa hiyo katika haya machache tulazimiane nayo katika kuchinja, tujue muda wa kuchinja ya kwamba inakuwa baada salatul Eid, na vichinjwa ambavyo vinatakiwa kuchinjwa ni ngamia, kondoo, mbuzi na ng'ombe, na visiwe na ila au kasoro, chongo, asiwe mgonjwa mnyama, asiwe kilema, wala asiwe mkubwa sana. Natakikana watu gani ambao wanatakiwa wapewe? Natakiwa wewe mwenyewe kwanza ule katika kichinjwa chako, na hii ni sunna pia. Mtu anapotoka katika sala ya Eid al-Adha, kitu cha kwanza anatakiwa atimize ni kula katika kichinjwa chake, yani akifungulia, sababu tunaondoka tukiwa tumefunga, tukirudi tunafungulia. Kwa hiyo tunakuja kula, inapendeza, ni sunna mtu kula katika kile kichinjwa ambacho amekichinja. Unafungulia kwa kichinjwa ambacho umekichinja. Kwa hiyo baada ya wewe umekula, na utatoa kwa hao maskini, mafakir, wale ambao wanajizuia, wako majumbani na wanajulikana, na wale ambao wao wako wazi wanaomba, wote hao unatakiwa wapatia katika hiyo kichinjwa chako. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika yale ambayo anapenda na kuyaridhia, na tujalie tuwe ni wenye kuyapata masiku 10 ya Dhulhijja, na tukubalie zile ibada zetu ambazo tutazifanya katika masiku hayo. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.